Tahadhari yetu sisi kuhusu watoto, yaani kuzuia watoto kuogelea. Ndio. Kwa sababu watu tunapokuwa kule unasherehekea sikukuu, mtu anakuwa ipo busy na furaha ya sikukuu, ameiona Pasaka unajua, lakini watoto wanapokuwa wanaoga, uangalizi unakuwa ni mdogo sana. Na zile fukwe hazina wale mabichi boy wa kuweza kuangalia wanaoogelea, hawana vifaa maalum vya kuogelea kama vile life jacket, hawana ring life zile, hawana. Kwa hiyo kimsingi tutakuwepo, tunapita kwenye mazingira hayo, lakini hatutaruhusu watoto wafanyaje waogelee kwenye yale mazingira, ila watu tunaruhusu waende jimkana wakafurahie wakapunga upepo, lakini swala la kuoga kama uangalizi haupo, ni bora mtu usimruhusu mtoto wako kuingia kwenye maji. Kwa hiyo sehemu za starehe, unajua Bukoba tumezungukwa na sehemu za starehe katika ambazo ziko kwenye fukwe hizi, kote mtapita huko. Kote tutapita, lakini pia kwenye kumbi za starehe pia tutapita kuangalia usalama wa kumbi zao, kwa sababu kipindi hicho ndio labda wanajaza kupita kiasi kwenye kumbi za starehe. Hii sio salama kwa maisha na afya ya binadamu. Kwa pia sisi tutakuwepo kwa ajili yao wananchi. Kimsingi sisi tunachokitaji wawe salama, sikukuu ipite salama. Kama ulivyosema, sikukuu ni ndefu, mara ndio imeanza Alhamisi, Jumamosi, weekend, Jumapili, Jumatatu watu mpaka Jumanne. Kwa hiyo tutajitahidi hiki kipindi kipite salama na kila mtu abaki salama. Ushauri ambao tunawapa kwa watu wanaenda kwenye nyumba za ibada, najua nyumba wanafunga, wanachukua familia wanaenda kusali kule makanisani, tunachowashauri sisi kuzima vitu vya umeme, si ndio? Kuzima taa, kuzima feni, kama unahisi zima, ikiwezekana lazima kwenye main switch kabisa. Nendeni kanisani. Kizima tunabaki nyumba hakuna umeme kabisa, hakuna mwanga. Sasa ni mchana hakuna shida, mwanga upo, jua linawaka, mkienda mkirudi mnaendelea na taratibu zingine. Ila kama kuna mtu mnamwacha nyumbani, wengine wanaacha wadada wa kazi, wengine wanabeba wanaenda nao, ni bora kuzima vile vitu vinavyotumia umeme kuliko kuacha vyenyewe vinaendelea kufanya kazi na nyinyi hampo. Inaweza ikatokea shoti, then moto ukawa mdogo ukapanda, kwa sababu kuna mtu uangaliza huko, moto ukapanda, mwisho wa siku ukaunguza nyumba nzima. Okay, bora kuzima au ikiwezekana zima main switch kabisa kwa usalama, kwa sababu utaenda kanisani, utarudi, utaendelea na taratibu zingine. Okay. Na vivyo hivyo labda majira ya usiku kwenye ile mikesha, kwenye mikesha mara nyingi watu waende familia nzima, wanaenda baba, sasa kwenda baba mama, si ndio? Baadhi ya ndugu wengine wakabaki nyumbani. Kwa wale watakaobaki nyumbani, basi waendelee kuwa makini na uangalizi wa nyumba na watoto, kwa sababu sikukuu hizi zina mambo mengi, ukiachia tu ajali za moto na zingine, lakini pia kuna watu wengine wana fursa, si ndio? Kuna vibaka, kuna nini, kwa hiyo yani mambo yanakuwa ni mengi. Kwa kikubwa tuendelee kuchukua tahadhari, na sisi tupo karibu yao. Namba yetu ya dharura ni ile 114, tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Sisi kwenye vyombo vya majini tunahusika kwa sehemu kubwa sana. Watu wa vyombo hivi wa mara nyingi tunakaa nao, tunawapa elimu na tunatoa tahadhari mara kwa mara na kuwaeleza kwamba haitakiwi wewe kupanda kwenye chombo chako mtumbwi, si ndio, bila kuwa na life jacket, bila kuwa na ring life ndani ya kile kimtumbwi chako. Ni bora uwe na hivi vitu, kwa sababu hali hewa kama unavyoona, mvua zinanyesha, si ndio, unaweza kukutwa na upepo mkali, ule mtumbwi ukapigwa labda wimbi, ukashindwa namna kujisaidia, kwa sababu sio wote wanaonyesha vile vyombo wanajua kuogelea. Nyamkazi ndio tumefungua fire volunteer pale, kuna vijana kama 21 ambao tunashirikiana nao kwenye mambo mengi ya kiusalama kwenye maji. Tunashirikiana nao, tunapeana taarifa kama kuna matukio yametokea, na wao kama tukio limetokea nao wakiwa mazingira hayo wataendelea na issue ya makozi kabla sisi hatujafika katika mazingira hayo. Lakini kimsingi tunafanya vile ili kuwafikia kwa ukaribu wavuvi, wavuvi pamoja na wale ambao wanatumia vile vyombo kwa ajili ya kusafirisha watu kutoa kule visiwani na kuleta huko nchi kavu. Sisi tunataka kusisitiza tu wahakikishe kwenye mitumbu yao wawe na vifaa vya tahadhari, wawe na life jacket, wawe na ring life kwenye boti zao. Hii itawasaidia hasa ikitokea dharura ya labda mtumbu umezama, life jacket itamsaidia kusurvive kwenye maji hata kama hajui kuogelea. Unaweza kusikia labda kama inawezekana sitokee Nyamkazi, isitokee hapa Mwalo, hapa Jimkana, lakini ukasikia mialo maeneo mengine, labda mtoto kazama au mtu mzima alikuwa anaogelea kazama. Ni matukio ambayo tunapata mara kwa mara, lakini majanga ya moto kwenye kipindi hichi si sana yanayotokea kwenye kipindi hizi za sikukuu. Watu nadhani elimu wameipokea vizuri, ila kimsingi bado wanajisahau katika swala zima la kuogelea kwenye hizi fukwe.
ndio bado sisi tunaendelea sana kusisitiza humo watu kwenye kipindi hichi, kama mtu hujui kuogelea, una vifaa maalum bora usioge katika nyakati hizi, nenda tufukweni, kasherekee sikukuu vizuri, ukimaliza rudi nyumbani, kale pilau yako, maisha mengine yaendelee. Mwezi ulioisha, mwezi wa tatu, mwezi mzima tulikuwa na elimu ya kuhusu matumizi ya nishati safi na salama. Hii mitungi ya gesi ya kupikia majumbani. Tulitoa elimu hii mwezi mzima katika maeneo tofauti tofauti. Si ndio? Kwa ile package tukaimaliza, ndani ya mwezi wa 4 sasa tuna package ya mambo ya mwokozi. Kwa hiyo tunakwenda kila mwezi tunakuwa na kitu cha kwenda kuzungumza na wananchi. Kwa elimu hii ya kuhusu mambo ya gesi tulizungumza mwezi mzima, na ndani wananchi wameipokea, lakini bado tunaenda kusisitiza katika nyakati za siku watu wanapika kutumia gesi, mitungi midogo, mitungi mikubwa, waendelee kuchukua tahadhari. Si ndio? Umemaliza kupika chakula chako, hakikisha kama ule una mtungi mkubwa, kazime kwenye valve, kwenye ile cylinder. Si ndio? Lakini mwingine anazima kwenye nini? Kwenye jiko, kwenye cylinder anaacha. Si ndio? Sasa unakuta hii waya mtu mwingine imekaa muda mrefu, imekatika au panya alitafuna kutokana na mafuta yale ya shombo. Inawezekana ile gesi inaenda kuflow, inatoka inajaa ndani, wewe hujui. Si ndio? Mmeandaa chakula labda sebeni mnakula, akatokea labda mtu kaja na ukapasha mboga na washa moto, unatokea mlipuko wa moto, mjikuta mnapata madhara makubwa, mnapata maafa. Kwa hii tunazuia kwenye matumizi ya jiko la gesi. Hakikisha unazima kwenye valve ya cylinder. Si ndio? Baada ya kumaliza mapishi yako, kama unatumia mtungi mdogo, hakikisha funga vizuri valve yako mpaka mwisho. Hakikisha gesi haitoki kwenye ile regulator. Sawa sawa, ili mradi, kwa sababu unaweza kuwa unasherehekea sikukuu huko sebleni na wageni na nini, gesi iko inafanyaje? Inatoka. Ndiyo. Na gesi inahitaji sosi ndogo sana ya moto. Hata taa tu ukizima kuna socket pale, kuna spark, kuna ile socket. Kwa elimu tuliitoa kwa upana sana ndani ya mwezi mzima. Kwa tunaomba kama wameipokea waipokee na waifanyie kazi kwenye maeneo yao ya majumbani, kwenye maeneo ya biashara, ili mradi tu majanga yasitokee, na hata kitokea silete maafa makubwa kwenye mazingira yetu. Ndio. Hivi mfano nikiwa natoka nyumbani naacha taa imewaka, taa na yenyewe inaweza ikaleta athari labda ya kutokea mlipuko? Inaweza. Kama gesi ndani umeacha inavuja, imejaa ndani, taa inaweza kuleta changamoto. Sababu taa zinashika moto, zinakuwa za moto, zinapowaka muda mrefu. Si ndio? Lakini pia hii socket ya ukutani, ukiwasha na kuzima, kuna cheche huwa zinatoka mle. Kwa zile zinaweza kusababisha mlipuko wa moto. Lakini pia hizi taa unazozifunga, sio taa zote zipo katika, zote zipo original, zingine ni za kawaida. Si ndio? Inaweza kawaka muda mrefu, ikaoverheat, ikapasuka, ikasababisha nini? Spark ikashika na single board, moto kaanza kuwaka na wewe haupo nyumbani. Si ndio? Unarudi na kutana nyumba ya watu imeteketea, au nyumba yako umejenga kwa gharama kubwa, unakuta imeisha ndani ya nusu saa au dakika 40. Kwa kimsingi vyombo vile kama vile taa ambazo hazina haja ya kuziwasha wakati huo, zima tu ndani. Kama una AC zima, una feni zima, TV ziache zikiwa off. Si ndio? Hata zile taa za security nje kuliko zile za ndani.